Ndugu zangu katika Kristo, karibuni tuendelee na tafakari yetu hii ambayo naamini wengi tunazidi kubarikiwa, ikiwa tunaingia siku ya 26 na tunakaribia mwishoni mwa safari yetu ya jangwani. Naamini sasa watu mnazidi kuwa huru, mnazidi kupata neema katika safari yetu hii. Lakini kwa usiache kualika watu wengine katika safari yetu hii ya jangwani. Na tuliangalia mambo mbalimbali ya msamaha, na jana tuliangalia kikubwa zaidi njia mojawapo ambayo inaweza ikatusaidia kuwa na roho ya msamaha, na tukasema lazima kukubali kwamba tumeumia. Hiyo ni kitu cha muhimu sana katika safari ya maisha. Basi walike wengine, share na wengine, comment ili watu wazidi kupata baraka. Leo tunaangalia kitu cha pili ili kuweza kuwa na roho ya msamaha. Njia ya pili ni kufanya nini? Njia ya pili ni kukubali kilichotokea. Naomba nikwambie kweli. Katika maisha yetu lazima kuwa na uwezo au neema ya kukubali kwamba tukio fulani limetokea. Unajua watu wengi, naomba niwaambie ukweli kabisa. Imekuwa ngumu kusamehe kwa kuwa atukubali kilichotokea. Kutokubali kilichotokea ni tatizo katika safari yetu ya maisha. Kwa sababu lazima kuelewa kwamba matukio yanatokea kwa binadamu, na lazima tuelewe kwamba ndani ya nafsi yetu tukubali kimetokea kitu, na tukio fulani hili lililotokea haliwezi kurudi nyuma, na hatuwezi kulibadilisha kwa namna yoyote. Tayari nishasalitiwa, tayari nishafukuzwa kazi, tayari nishafanywa unyama, tayari nishasemwa mabaya, tayari lazima tulewe. Sasa tutafanyaje? Hamna namna. Kubali kwamba hamna namna. Tukio fulani siwezi nikarudisha nyuma. Kwa hiyo limeshatokea na maisha lazima yaendelee. Sababu utasikia mtu anasema mimi sikubali. Sasa unakubali nini sasa? Ukubali nini? Sikubali. Sasa utakubali. Lazima alipe. Sasa analipa wapi? Inawezekana aliyekufanyia, nisema kweli, piga ua, hauwezi kumlipa chochote, hauwezi kumfanya chochote, hauna uwezo juu yake. Siwambieje. Kuna wakati mtu mkubwa anakufanyia kitu, ukikaa ukatafakari unasema, namwachia tu Mungu. Nafanya hivi. Uwezi. Lazima ukubali kwamba tukio limetokea. Unasikia vita hii haiwezi kuisha. Sasa unataka ipigane mpaka lini sasa? Jiulize katika maisha. Sasa unataka upigane vita, alafu mwisho wa siku iweje sasa? Iendelee mpaka lini? Nani unataka mtu aingilie kati au? Hapana. Ili kuwa na roho ya msamaha, lazima ukubali kwamba tukio fulani limetokea. Utasikia mtu anasema mimi siwezi kufanywa hivi. Who are you? Wewe ni nani mpaka usifanywe? Tunayemfuata tu alifanywa unyama na ukatili wa ajabu. Tunayemwimbia usiku na mchana alifanywa unyama wa ajabu. Wewe ni nani? Hebu kaa saa nyingine katika matukio haya, ukifanywa tukio, kaa mbele ya msalaba. Alafu usongee chochote. Kaa na tafakari. Angalia historia nzima ya Kristo tangu kuzaliwa kwake mpaka alipofika hatua ya pale msalabani. Angalia mema mangapi aliyoyafanya. Angalia makuu mangapi aliyoyafanya. Angalia wangapi aliwasaidia. Angalia wangapi aliwainua. Angalia maneno mangapi ya kutia moyo aliyasema kwa watu wakafarijika. Alafu angalia zawadi aliyopewa. Tundikwa pale msalabani. Wakati akiwa msalabani, wako wapi wakoma? Wako wapi wale aliowafufua?
Wako wapi wale waliofanya waone? Wako wapi waliofanya watembee? Wako wapi waliosamehewa dhambi zao? Hapo. Yuko pale peke yake. Sasa kama kwa mti huu wamefanywa hivi, sembuse wewe. Sembuse wewe. Kwa hiyo lazima nikuombe, lazima ukubali kwamba tukio fulani limetokea na hili tukio haliwezi kurudi nyuma. Haiwezekani. Haiwezekani. Naomba nikwambie kweli. Kukubali kilichotokea kitakupa nguvu ya kusonga mbele. Kitakupa nguvu ya kutafuta njia sahihi ya kuondokana na tatizo. Yaani ukijaribu kupambana, ukijaribu kupigana, naomba nikueleze ukweli kabisa, ndio kwanza utazidisha tatizo. Sio kwamba unatafuta suluhu la tatizo lako, bali amini usiamini, utazidisha changamoto siku kwa siku. Mwisho wa siku utaanza kujuta mwenyewe kwamba ningalijua, ningelifanya hivi. Utatengeneza maadui zaidi. Utaongeza, yani utasambaza hizo habari, utasambaa huku na huku. Kama ni habari mbaya ulizosambaziwa na utazisambaza. Kwa hiyo tatizo linaweza kuwa kubwa zaidi usipokubali kilichotokea. Kubali wewe ni binadamu. Kubali unaishi kati ya binadamu. Kubali tabia hazifanani. Kubali hulka hazifanani. Kubali mtazamo haufanani. Kubali mapokeo hayafanani. Kubali historia zetu hazifanani. Usitake kila mtu afikirie unavyofikiria wewe. Usitake kila mtu afanye unavyofanya wewe. Usitake kila mtu apokee unavyopokea wewe. Usitake kila mtu afanane na wewe. Haiwezekani. Matukio haya ni kama maua. Maua yanafanya bustani na kuwa nzuri kwa sababu hayafanani. Tunapanda maua tofauti ili mandhari ipendeze. Sasa hawa watu wote tuliopo duniani, kwa tabia zetu, kwa changamoto zetu, tunafanya maisha yaende. Ndio hali ilivyo. Kwa hiyo nikueleze ndugu yangu leo, ili kuwa na roho ya msamaha, omba sana neema ya kuelewa, ya kutambua na kukubali kilichotokea na kupokea kilichotokea. Hii itakusaidia sana. Itakusaidia sana. Sababu itakujenga kwamba kama tukio hili limetokea hivi, basi ngoja nijipange ili tukio lingine kubwa lisije. Naomba niwaambie ukweli. Kwenye biashara wengi wangelikuwa hawakubali hasara, biashara singelikuwa hapo. Ili ukiongea na mfanya biashara atakwambia okay, nikipoteza ndio naokota. Watu wanaingia hasara kwenye biashara, lakini wanakubali kwamba nimepata hasara, wacha niende mbele. Na maisha yetu yako hivyo hivyo. Yako hivyo hivyo. Nikuombe leo, nikuombe. Njia mojawapo ya kuwa na roho ya msamaha ni kukubali kilichotokea na kukipokea na kukitafakari sana. Yaani usichukulie tu kijuujuu tukio, bali kaa tafakari na fikiria na uone kabisa kwamba nijipange tukio lingine kama ili lisije likatokea katika maisha. Kama nilivyosema siku moja kwamba kung'atwa na mbwa mara moja it's okay, lakini kurudia tena kung'atwa na mbwa yule sehemu ile is not okay. Si sawa. Omba sana neema ya kukubali kutokea katika safari yako ya maisha, na hiki kitakujenga kuwa na roho ya msamaha. Tumsifu Yesu Kristo.